hapa Kajiado South hakuna project hata moja. Mimi nimekuja kwa hii barabara na aibika. Hakuna stima, sijaona kikigi hata moja. Hakuna stima anywhere. Hakuna maji, hakuna barabara, hakuna chochote. Alafu mtu anakuja kusema ati Ruto arudishwe mara ya pili. Sasa ukirudisha mtu mara ya pili, hiyo sasa ni hesabu gani tunapiga? Ili kuambia hii mtu amepata shida, amekwama. Kila mtu amejua ni mdanganyifu. Wakamba wamemuacha, Mulima imemuacha, Wamaa wamewachana na yeye, Mijikenda wamemuacha, Wakisii walimuacha kitambo, Waluya wamesema wataki mambo yake. Alikuwa anategemea Wajaluo. Hii Wajaluo wakapima, babu wakaenda pale na Sifuna akafanya mkutano. Kasoko akajua Wajaluo wamehama. Akarudi nyumbani kwao kwa Wakale pale Bomet. Analia machozi. Anaongea kilugha nyumbani. Oh, watu wangu nimekwama, mimi ni mtoto wenu. Munikumbuke tafadhali. Mimi naona hamchukui kura. Sasa mimi nitaenda wapi? Wengine wamenikataa. Wale Wakale jini wanamuuliza, saa hii ndio umejua sisi ni watu ya nyumbani? Si wewe urudi pahali ulienda? Si ulituacha? Wakale wanasema sisi hatuna barabara, hatuna stima, hatuna maji, SHA haifanyi kazi, hata sisi naumia kama Wakenya wengine. Sasa hata sisi tutashindwa kukusaidia. Jamaa amekwama. Hao Wakale wanamwambia, wewe si unashidanga huko mlimani unapea watu pesa? Kwani hiyo pesa unapeana haina kura? Sisi hata hujaita sisi kwa moja State House utupatie pesa, unapatia Wakikuyu. Mbona anatuambia wamekukataa? Si wewe uende ukae na Wakikuyu wakupatie kura? Anasema bana, hii Wakikuyu wanakula pesa yangu lakini naona kwa roho wamenikataa. Kasoko wako na shida. Mimi Rigiji niko na shida mingi sana. Lakini haki ya Mungu, Kasoko wako na shida mingi kuniliko. Amekataliwa nyumbani, amekataliwa kila mahali, anajiongelesha kwa sababu ya uongo na kutumia Biblia vibaya kudanganya Wakenya. Na hasa shida yake kubwa kuua watoto.